of his. We have to be obedient to the law for what he says. Hiyo ndio Mungu anapenda tukue. Anza. Sisi tufate sheria zake, tufate nyayo zake, ili tuweze kuambatana na yeye katika hiyo harusi. Yes. And number 2, the generational promises. Ya pili ni kizazi kia ahadi ya kizazi. I will be your God. God says, I will be your God. Sasa nitakuwa Mungu wako, Mungu anasema. This is what he said to Abraham. Mungu alimwambia Ibrahimu hivyo. In Genesis chapter 12, when he said to him, you leave your household and you go to a country I'll show you. There I will be your God. Wakati aliambia Ibrahimu katika Mwanzo 12 ya kwamba wewe utoke mahali huko uende mahali nitakuonesha, nitakuwa Mungu wako. Hallelujah. Amen. He says here, come all of you who are burdened and who are heavy, who are carrying heavy burden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Alisema ya kwamba ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, muje kwangu nitawapumzisha. So in number 2, you should not be afraid of anything in the country that God has given you. Ndio kwa maana pointi ya pili inamaanisha kwamba usikuwe na woga katika nchi ambayo Mungu amekupatia. Work for that country, it is yours. Wewe tumika kwa hiyo nchi. Ezekiel says build houses there. Kwa Ezekiel anasema hapa wewe jenga manyumba huko. Contribute to the development of that country. Wewe changia michango ya nchi hiyo iendelee. Integrate in that nation. Wewe ujiintegrate kujikamata mzuri katika taifa hili. Hallelujah. Amen. Show that godliness unto you within that nation. Onesha umungu wako katika nchi hiyo ambayo umepewa. For you to reach to a Danish nation, you have to reflect the Danish society. For you to teach a Dane, you have to learn a language. Integration. For you to eat together with the Dane, because then you are a black man and they are white men. There is this humanity always. But if you are owner of the country, should show the heart of integration. Some other circumstances, they are not discrimination, but it's a matter of how you relate. But at times we want God to relate to us instead of we searching for relationship with him, because we are the bride. God has shown his love to us. Danish people, they have shown their love to us to bring us here in the land. We should show also the heart of integration. Before God wants us also to show that we love him, to search for integration, to talk to him under prayers, to search for his face, to turn away of our sins, to go after the law. And this is what only we are required to do before we go to heaven, before we are blessed in the country, before we inherit our blessings in the country. Thank you, Lord. Hapa Biblia inatuambia kwamba ile ambayo tunatarajia kwenda mbinguni, inabidi ile ambayo tunaishi katika nchi ambayo Mungu ametupatia, anasema inabidi tuipende, inabidi tufanye maagizo ya nchi. Yes. Tujiintegrate katika hiyo taifa. Na kushata sheria yayo. Ili tuoneshe ya kwamba tunakubali na tunapenda kuishi katika nchi hiyo. Yes. Na ndio hivyo na mambo ya mbinguni ni hivyo. Kama hatupendi maneno ya Mungu, sheria za Biblia, sheria za Mungu, ni kusema hatuko wachumba wazuri. If not that, you will say that maybe Pastor Kapinga is only the one Denmark loves. Pastor Kapinga is only the one who is worthy to live in Denmark. He's the one who, how did he achieve? No, I did my best to integrate in Denmark before Denmark became my country. If you did not do your best to integrate in the land, you will never see the goodness of that land. And it's not God will come to do that for you. It is your responsibility for you to see the goodness of the land, for you to sense God in the land, for you to see that you have the godly love in the land. You must do your best, and what you are able to do, you do it well. God will do what you are not able to do. The Bible says, in what way are we read? Any neighbor who will raise against you while you doing what you are able to do to integrate, to search for integration into your country, any neighbor who will raise against you, God will deal with him. Hallelujah. Amen. Any enemy will raise against you, God will deal with them, because we are chosen, we are set apart. Hallelujah. Amen. Yakuria babos. Wewe kama unajiintegre mzuri katika nchi, unafanya ile yote wanakuambia ufanye, sheria zote unazitii,
na unafanya gisi inavyotakiwa kufanya, utakuwa unaona umejitegemea mzuri, unaendelea. Wengine watakuwa wanasema iko sawa, ule tu alipendelewa kukua katika nchi hii. Hapana, alifanya yote iwezekanayo ili aweze kuwa gisi alivyo. Ndio Mungu anasema kama wewe unatii maagizo yake, ule mtu yeyote atakaye kuchokoza, kama ni jirani anaye kuchokoza na wewe uko katika kweli hauna shida na yeye hauna makosa, Biblia inasema kwamba Mungu mwenyewe atajishughulikia na yule, atamshughulikia mwenyewe. Yes. Amen. Number 3, in responding to the promises of the Lord. Number 3, God justifies you. So to accept, to acknowledge that your only lawyer at any instance of accusation, at any instance of racism in that country, at any rebellion in that country, your only justification, it is only God. Hallelujah. Amen. Inatuonyesha kwamba tusijipiganie, kwamba mtetezi wa kweli ni Mungu, ambaye yeye ndio avoka wa kweli. Yeye ni Mungu ambaye anatetea watu kwa maana yanaona yote. This is how we respond to the promise of the Lord. Ndiyo tunavyochukulia ahadi za Mungu. And again, and the under point in that, ingine point kwa hizi, hallelujah, Amen. It is the forgiveness, to forgive your enemies, to forgive people who offend you, people who betray you, to live a righteous life. Inasema ya kwamba tusamehe wale wanaotutenda vibaya, tuishi maisha mema. The Bible says, don't conform yourselves as the perished people of that country. People who are drunkard, don't become a drunkard. These are not the good fact to follow in under covenant. Drunkardness, it is not godly. It is even unsocial. It is social. This is abnormal in the country. We are seeing young men who are failing because of drunkardness. We are seeing many people are sick because of sexual sins. So many people, the society is destroyed because of all these kinds of sins. And the Bible says here, we should not conform ourselves like them in their bad habit. But we follow the Bible. All the laws that the country they design them. I'm a lawyer by profession. I'm doing my master's in international law. Every law which is assigned is from the Bible. And when we follow the Bible as Christian, there is no social law that will go above you. They said live good together. Don't commit criminality. Don't do this. Don't do this. Don't do this. All of it, when you respect the law of the Bible, because all of this they are biblical. There is no police we see at your door. No one, brother. No police we see at your door. Kama tunaangalia vizuri, tunaangalia masheria zote nchi zinaendelea hako, ni sheria za Biblia, kwa sababu nchi zinataka watu waishi vizuri. Watu wasigombane, watu wasiuane, watu wasisemane, watu wasichukiane. Nchi nataka watu wakuwe vizuri kuwenyewe. Ndiyo hiyo, ukiona hiyo ni Biblia, ni kusema sisi kama Wakristo tunapofuata sheria za Biblia, hautaona hata siku moja polisi anakuja kumlango yako, anakuja kukugongea aseme uko unafanya mabapana, kwa sababu unafuata sheria ya Biblia, na hiyo nchi nayo inaendea hapo hivyo. Hallelujah. Amen. And where you are going after doing all of this, you are only seeing the heaven. You are going to heaven. You are not here you are not for this earth. But we are to go to heaven. You are to go to heaven. You are for heaven. Wewe uko wa mbingu. Yote tunafanya mema, uko unafanya mazuri. Wewe ujue ya kwamba uko unaona mbingu, utaenda vuna mbingu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Say to your neighbor, then be obedient to the law. Tuambie ndugu yetu ukuheshimie sheria. Amen, amen. Amen. Say again to your neighbor, when we are under the godly covenant, under the law of God, the law of the country shall never prevail over our souls.
Tuambiane ya kwamba sisi tunapofuata sheria za Mungu, sheria za dunia za nchi hazitatufunga. No, because all the social laws, they are under godly laws. Kwa sababu zile sheria zote ziko chini ya sheria ya Mungu. And it is only God who allows every authority to stand. Every authority is made by God. If you fail to follow the laws of God, the Bible, then the law of the social law will go after you. And it is. Kama wewe unashindwa kushika sheria za Mungu, kwa sababu mamlaka yote wale wakubwa wote ambao unaona duniani Mungu aliwaweka, kwa sababu kama wewe unashindwa kuheshimia zile sheria, hiyo sheria nani serikali itafuatana na wewe tu. So many of you, in conclusion, many of you, they are in different countries of your promise where God put you. Kuna watu wengi ambao wako katika nchi zao za ahadi Mungu aliyowaahidia. But you are refugees and into those particular country. You are refugees. Uko mkimbizi katika nchi hizo. The country calls you a refugee, and you accept that you are a refugee. Nchi inakuita wewe ni mkimbizi na unakubali wewe ni mkimbizi. And this is why. Ndiyo kwa maana many of you, wengi wetu, even if in their country of promise, hata kama ni nchi yako ya ahadi, where God took you, ambako Mungu alikupeleka, in Australia, in America, in Europe, Africa where you are. Many people are blessed in Africa. Africa where you are. In Asia. Hallelujah. There are some of you who are getting money and they are living a miserable life where they are. Kuna watu ambao wanakuwa na hela nyingi lakini wanaishi maisha mbaya sana. The Bible tells us today, Biblia inatuambia leo, that we shall build houses in those countries. Tunapaswa jenga manyumba katika manchi hizo. We shall sit in good seats in those countries. Tunapaswa keti kwenye viti vyema katika nchi hizo. We shall buy planes in those countries. Tunaenda kuuza plane ni mavio. Mavio. Tunaenda uza mandege katika manchi hizo. We shall drive good cars in those good cars. They are not only for the originals. Tunaenda ni kwenda kutembeza gari nzuri katika manchi hizo. Hizo gari nzuri wewe usiseme tu hizi ni za wenye nazo. Hapana. Brother Morrison, those cars, those good Ferrari, those good Cherokee, those good Grand Cherokee, those good Tesla, all these good the airplane. Morrison, the next year will be yours. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tusiende tunazipatia watu tunasema say amen to that. Tusiseme hizi za hii majina, hizi za hivi ni za wale hapana. Ndio mtumishi anawatabiria anasema mwaka kesho hiyo nayo itakuwa yako. Mama Tix, the next new model car here in Denmark will be your portion. Amen. Hallelujah. The next new house that they will build, next new design of a new house that they build, text Mama Mutombo will be yours in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Interpret me, ma'am. Yeah. Mchungaji kwa natabiria anasema ya kwamba gari ya mpya itatoka mwaka ijayo, itakuwa ya Sister Tigis. Anasema mwaka inayokuja nyumba nzuri watajenga design ya mpya. Itakuwa yako Mama Mutombo, itakuwa yako dada unayesikiliza. Yes. Pokea kwa jina la Yesu. The other they are saying, the beautiful ladies, they are for nationals. The beautiful men, they are for nationals. They are for those who have money. I'm telling you, our boss of bosses, a man who calls us and tells us that we respond positively in this kind that I have illustrated for you. As long as, hallelujah, as long as you obey this, let me tell you, the next new generation, you who are looking for a man, the next beautiful man, the next beautiful husband, beautiful lady that will be married, will be your children who will marry them in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Mchungaji anasema ya kwamba wewe unayesema hao watu wakubwa, hao watu wazuri, hao watu hivi.
Hapana, ni wale wenye pesa nyingi, hela nyingi ndio wanaweza kuwamiliki hivi na hivi. Hapana. Anasema generation ya mzuri ambayo itakuya, watoto wako wataenda waoa, watoto wako wataenda olewa na wao. Hallelujah. Amen. Today we have met Frederiksen as a Prime Minister of Denmark. The next lady who will become a Prime Minister in Denmark will be Maro in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Yeah. Come on, ma'am. Nasema ya kwamba leo Enjoy Constant Minister wa hapa kwetu Denmark. Premier Minister. Kisha njoo anasema mchungaji kwamba ambaye generation inakuya mwenye atakuwaka wa kwanza Premier Minister atakuwa ni Maro. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. And I prophesy the first black Prime Minister who will rule the whole Denmark. We come from International Christian Fellowship Ministries in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Those who need healing, receive healing in Jesus' name. Amen. Oh, thank you. Come on, mama. Ambaye atakuwa minister wa kwanza katika tawala nchi hii, ambaye ataonekana ni mweusi, atatoka kwenye Christian ministry. Kwenye whole International Christian Ministry, yani kukanisa letu. Hallelujah. Amen, amen. Acha nikwambie, Morton, you are living in Calling. The next black man bomb-master, who is the how do they call him again? The governor of Calling municipality will be from your own home, perhaps you, but from your generation. I'm prophesying this. The Bible says, where God has put us, He has given that particular city as ours. Work for that particular city, and God will raise you up into that. May God grant you all your needs. Hallelujah. Amen. Amen. Celebrate Jesus. Please, in all the languages, very, very high. Mama, I want to hear this in a Ethiopian, in a Tingirinya, in a Swahili, America. in a Mashi, in Ameleki, and in a, what is your local language again, Morrison? In a Tanyok, and in Twanyok. Tixi, your local one is Ameleki. Amaria, in Amaria. And we are going, everyone, Mama, tate, lugha yako ya kiasili wanaita namna gani? Ya asili kabisa. Kiluba. We want to hear this in various, tunataka tusikie, to celebrate Yesu lugha tofauti. 1, 2, 1, 2, 3. Celebrate. 1, 2, 3. Ivete mumashi. Amen. 1, 2, 3 again. Amen. God is good. We love you and God bless you all. Amen. God bless you. Yes. We thank you and we finish by here. And may the grace of the Lord be upon you. Alice, you can pray. Pray, Alice. Pray. Louder. In Jesus' name, I thank you for being here with us for this day. Thank you, God, for being with us, for starting the service together with us, and then now we are reaching the end. I thank you so much for everything that you've done. Thank you, God, for singing with the singers and preaching with the preacher and leading with the leaders. Thank you, God, for blessing the ones who have been here, and for seeing that everything is worked and the internet has not deceived us. God, I thank you so much. I praise you, God. Is there one still praying? Yeah, Alice is praying. I believe, God, that you will continue to be here with us for this day and everything
protection, and yeah, we pray, God, that for the next Sunday, that you will be with us throughout this whole week, and you will, bless us, that you will bless us in everything. In Jesus' name we pray, God. Amen. 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 Peace be with you. The grace of Jesus be with you. And may the fellowship of the Holy Ghost move with you forever and evermore. Amen. 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 Bless you all. Bless you all. Bless you all. Hallelujah. Amen. Thank you for today. Amen. Thank you, brother, for the wonderful session of today. Papa, stop. Amen. Amen. Papa, stop. Bye bye. Rachel,